Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa television Tumaini, karibu katika kipindi cha Walei Tuzungumze, kipindi ambacho kinakupa nafasi wewe kiongozi ndani ya kanisa kufahamu na kuendelea kujifunza majukumu ambayo unapaswa kuyatekeleza ukiwa kiongozi ndani ya kanisa. Basi tunapokukaribisha sana, kipindi kilichopita tulizungumzia viashiria bora vya kiongozi, viashiria bora vya kiongozi. Na katika mwaka huu 2025 mada kuu ambayo tunatembea nayo ni karakana ya uongozi. Lakini leo mada ndogo tutakayozungumza, lakini tutakupitisha kwenye hivi viashiria, lakini tutakupitisha tena kwenye uchaguzi wa viongozi ndani ya kanisa. Uchaguzi wa viongozi ndani ya kanisa. Kama tunakumbuka, uchaguzi ulishaanza tangu mwezi wa 7. Na hii leo basi unaendelea, na uchaguzi huu utaendelea mpaka Novemba. Basi tunakukaribisha katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze, na moja kwa moja ni mwalike baba tuweze kufungua kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria kikao cha hekima, utuombee. Bikira Maria msaada wa daima, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amina. Na mtazamaji, ndivyo tulivyoanza, na tuna imani utakuwa pamoja ukifuatilia mambo mbalimbali ambayo yanahusu sisi walei katika kipindi cha Walei Tuzungumze. Baba, nikukaribishe sana kwa kuanza, pengine ukimsalimia mtazamaji, lakini pia ukaenda moja kwa moja kutukumbusha vile viashiria vya kiongozi. Asante mpendwa ndugu yangu mtangazaji Selina, nawe mpendwa mtazamaji wetu wa TV yetu pendwa kabisa ndani ya taifa letu la Tanzania, television Tumaini. Basi tunakutana tena katika kipindi cha Walei Tuzungumze, na mada kuu ambayo tunatembea nayo mwaka huu kama nilivyosema ni karakana ya uongozi. Nafahamu kwamba tunapoongea juu ya karakana ni sehemu ambayo vinawekwa vitu katika, vinatengenezwa, vinarudishiwa vitu katika ubora wake. Kwa hiyo kipindi hiki ni kipindi ambacho utakapokisikiliza kinakulea katika nyanja 4. Nyanja 4. Uwanja wa kwanza ni uwanja wa kiakili. Kwa Kiingereza tunaita intellectual formation. Kwa hiyo unapoangalia televisheni yako, basi tunaendelea kukupa baadhi ya mambo ambayo utanoa akili yako na kuichonga na kuifinyanga iweze kukaa vizuri. Lakini kipengele cha pili ambacho kila unapofungua televisheni yako unatusikiliza na kuangalia, tunaendelea kukupa malezi ya kiutu. Malezi ya kiutu. Kuna malezi ya kiakili, au kuna malezi ya kiutu. Lakini zaidi tunaenda mbele, wewe ambaye ni Mkristo mwenzangu, tunakwenda kukupa malezi ya kichungaji. Malezi ya kichungaji. Kwa ubatizo wako unakuwa kuhani, nabii na mfalme. Kama kuhani, wewe unapaswa kuwachunga au kuchunga roho za wengine pia. Na kipengele cha 4 katika malezi tunasema malezi ya kiroho. Malezi ya kiroho. Kwa hiyo mpendwa Mkristo mwenzangu, ni fursa ya pekee ambayo tunakukaribisha kuendelea kujinoa, na tutaendelea kukunoa kwa jina la Yesu. Mpaka kiweze kueleweka. Sasa hapa kwa leo tunawapeleka wapi? Kichungaji, kiroho? Kwa leo tunatembea na vitu viwili. Tunaenda kichungaji na upande wa kiroho. Kichungaji ndio haya tunaongelea idara ya walei. Tunaongea juu ya uchaguzi. Hapo tunaongea namna ya kuchunga watu kwa utaratibu. Kuna sheria, taratibu na kanuni ndani ya kanisa Katoliki. Kwa hapa tunaongea kichungaji. Kwa tunapoongea uchungaji una maana pana mno. Manake moja ya sehemu ya kichungaji ni kuhakikisha kwamba uongozi wa walei unakuwa vizuri. Uongozi wa walei unakuwa unaeleweka, uongozi wa walei unaleta maendeleo na kadhalika pia. Kwa hiyo hicho ndio kipengele ambacho siku ya leo
tunataka tuendelee kukunawa pia. Lakini upande mwingine tukunawe pia kiroho. Tunaamini tuko kwenye mwezi wa rozari. Ndugu zangu, msisahau kusali rozari. Siri kubwa ya mafanikio imelala hapa. Na kwenye historia ya watakatifu wote, wengi tuseme kama sio wote, kwamba kila unapoona sanamu yake au picha yake ana rozari. Kwa hiyo Mkristo mwenzangu, tukitaka kufikia utakatifu, walau rozari ni mpango mzima. Na tunaposema wakati wa giza, punje hii unaposhika hivi ni kama umemshika mkono mama yetu Bikira Maria. Umemshika mkono. Unajua wakati mwingine unapopata shida, hata watoto unapopata shida anamkimbilia mzazi, anamshikilia kabisa 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 kabisa. Yeye lolote liwalo, unajua kwa mzazi napata ulinzi. Na si kwa mama yetu Bikira Maria. Katika giza lolote tunajua atatushika mkono kwa punje hii. Na historia ya punje hizi ni kwamba kila punje moja ni uwaridi tunarusha. Tunamrushia nani? Tunarusha kwa Mungu, kwa mwombezi mama yetu Bikira Maria, ili basi aweze kutusikia. Hapa nawarudisha kidogo kabla sijaenda hapo, sababu mwezi wa rozari kuna watu wanaangalia tu rozari, lakini inabidi tusali rozari. Na unapoongea juu ya rozari, Mkristo mwenzangu, hii ni tasbihi. Lakini rozari nzima, matendo ya furaha, uchungu, utukufu, mwanga. Na kama unaweza sali kila siku furaha, uchungu, utukufu, mwanga. Ukishindwa basi sali ya siku hiyo tu. Kama leo siku ya Jumatano, basi utukufu pia. Kwa hiyo unaweza kusali hayo, basi natosha. Lakini kwa wale wenye nguvu, jipe lisali zima: asubuhi furaha, uchungu, utukufu; mchana furaha, uchungu, utukufu, mwanga; jioni furaha, uchungu, utukufu, mwanga. Umemaliza siku yako. Utaona Mungu atakufanya maajabu pia. Na hii tunaangalia pia namna ambayo mama yetu Bikira Maria, na kupisha kidogo katika malezi ya kiroho, katika dogma za kanuni 4. Kanuni 4 ambazo Mkristo anapaswa uzijue pia. Kama uzijui ukushangaa, lakini Mkristo uzijue. Kwanza tunasema mama yetu Bikira Maria ni bikira daima. Ni bikira daima mama yetu Bikira Maria. Ni bikira daima. Kwa wakati kwa bikira huo anaendelea kutufundisha kuendelea kuishi vizuri vile inavyompendeza Mwenyezi Mungu. Hiyo ni dogma pia moja hapo. Lakini dogma nyingine, Bikira Maria ni mama wa Mungu. Tarehe 1 mwezi wa kwanza tunaombea amani, na ndio mwaka mpya. Tunaombea amani, mama wa Mungu. Na tunapoongea mama wa Mungu, Yesu ni mtu na Mungu pia. Yesu ni mtu na Mungu pia. Aliyekuwa anaanguka msalabani nafsi ya mtu pia, lakini bado ni Mungu pia. Lakini pia mama yetu Bikira Maria amepalizwa mwili na roho tarehe 15 mwezi wa 8. Dogma nyingine hiyo ya 3. Kwamba yeye kama tabernakulo ya kwanza, kama tabernakulo ya kwanza, Bwana wetu Yesu Kristo amemuinua na kumbeba mzima mzima kuweza kumfikisha huko mbinguni. Tabernakulo ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 8. Bikira Maria mpalizwa mbinguni. Na dogma ya 4, dogma ambayo tunasema ya tarehe 8 mwezi wa 12, Bikira Maria amekingiwa dhambi ya asili. Maandalizi ya tabernakulo kwa ajili ya kumbeba Mungu mtu ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Mama Bikira Maria tabernakulo ya kwanza kumbeba, ambao wanatoweka pia na sisi kama Wakristo kuendelea kumbeba Kristo kila siku. Kila unapoamka mbebe Kristo. Unambeba Kristo kwa njia ya sala. Unambeba Kristo kwa njia neno la Mungu. Ile Zaburi 119:105. Lakini pia unambeba Kristo kwa njia ya sakramenti, kitubio, ekaristi takatifu. Lakini pia tunaendelea kumbeba Kristo kwa njia ya matendo yetu mema. Na kwa namna hiyo tunabarikiwa zaidi. Kwa hiyo nilikuwa nataka nimpitishe Mkristo mwenzangu akumbuke mwezi huu tunasema ni wa rozari. Na historia ya rozari ni kwamba mwaka 1571 katika vita ya Lepanto huko Ulaya, watu walisema rozari, watu wakashinda vita. Sasa tunaongea vita hiyo ya kimwili, lakini ipo vita ya kiroho ambayo tunapambana nayo usiku na mchana. Kwa hiyo naamini unaposali rozari tayari ni risasi mojawapo kwa ajili ya shetani. Kwa hiyo nikualike Mkristo mwenzangu, tunapoendelea na mwezi huu wa rozari,
ni mwezi ambao kwa namna pekee tunajiweka mikononi mwa Mungu kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria. Naona na ametoa ahadi nyingi, zipo 15, lakini tutaisema moja tu, kwamba unaposali rozari tunakuwa kaka na dada wa Bwana wetu Yesu Kristo pia. Amina. Lakini pia ahadi nyingine anatuambia mtu hata kufa bila kupokea sakramenti, maana yake Ekaristi na kadhalika pia. Kwa hiyo nilikuwa nataka niwapitishe kwenye malezi kwenye malezi ya kiroho pia. Siungie kama tunavyoendelea kuwafundisha malezi ya kiutu, malezi ya kiakili na kadhalika. Ndio haya tunataka kuendelea kumlea mwanadamu. Na wewe Mkristo mwenzangu, kupitia Tumaini Television unaendelea kulelewa pia katika nyanja hizi 4. Na naamini kwa kuangalia TV hujapoteza muda wako. Sasa niende kwenye vipengele hivi 5 ambavyo tuliongea wiki iliyopita. Tuliongea juu ya viashiria 5, viko 14 lakini tuliongea 5 tu kwanza, ambavyo wakati mwingine vinaashiria kwamba hapa kama havijaangaliwa vizuri uongozi unaweza usifanyike vizuri. Kwa hiyo naangalia viashiria vya uongozi bora. Kwanza ni mgawanyo wa majukumu. Mgawanyo wa majukumu unaoeleweka. Tunapoongea mgawanyo wa majukumu unaoeleweka, ujue mwenyekiti unafanya wajibu wako. Kwa mfano nitaongea juu mwenyekiti anashughulikia kamati ya malezi, familia na afya. Sasa ikiwa tena mwenyekiti baada ya kusimamia kamati yako ya mwenyekiti, kuongoza vikao na malezi na afya, ukaanza kuangaika tena habari ya fedha, hapo sasa umeenda njia nyingine. Tunataka mgawanyo wa majukumu unaoeleweka, sio unaoonekana tu, unaoeleweka. Na utakuta wakati mwingine tunakwama kwa sababu pengine huyu anakimbilia huko kwenye kipengele kingine ambacho hakimuhusu pia. Kwa hiyo unakuta kunakuwa na mgongano, conflict of interest. Na ukishagongana hakuna kinachoenda tena hapo. Ukishaona hata gari ukishagongana hakuna inayokwenda. Lazima tutulie kwanza, afu ndio tuziachanishe. Kwa hiyo mambo yanapokuwa yanagongana tusonge mbele. Kwa hiyo unakuta zipo baadhi ya jumuiya, zipo hata baadhi ya parokia, zipo hata baadhi ya vyombo vya kitume, kwa sababu ya mgongano pia wa majukumu, nani afanye kipi wakati gani kwa utaratibu gani, imeingiliwa. Kwa mmoja imeingiliwa majukumu yake, mwingine hawezi kwenda. Kwa hiyo tayari tunasababishia hasara waumini wetu, tunapotezea muda. Kwa hiyo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, tuliongea umoja na mshikamano wa viongozi. Ili tulisitiza sana. Katika nyakati hizi utaona baadhi ya viongozi wamegawanyika. Wamegawanyika kutokana na fedha. Huyu ana fedha nyingi, ana miradi hivi. Kwa hiyo ameshikana na kiongozi mmoja, unaweza kukuta mwenyekiti na katibu. Katibu ana miradi yake, anafanya biashara, anafanya hivi. Kwa hiyo wanaendana. Halafu makamu mwenyekiti yeye ni mtu wa kabila fulani. Yeye ameshikamana labda na mhazini kwa sababu kabila lao ni moja. Halafu utakuta katibu yeye yuko peke yake, yeye anaendelea na shughuli zake pia. Au unakuta wakati mwingine mwenyekiti yuko peke yake au wengine wako peke yao pia. Makamu mwenyekiti, katibu msaidizi na mhazini. Au unaweza kukuta mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu msaidizi lao moja. Halafu mhazini naye ana jambo lake lingine pamoja na baba paroko. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine, yani kama utaratibu haujakaa vizuri huo umoja na mshikamano wa viongozi, kwa kweli kuna tabu. Yani hamfanyi kazi kwa pamoja, hamfanyi kazi kama timu moja. Kwa kweli kutakuwa hamna muono mmoja. Na wengine kwa sababu ya kutokuwa na umoja mshikamano, mkitoka tu kwenye kikao, baada ya dakika 10-15 unapigiwa simu. Nimesikia imeongea kuhusu hivi. Sasa taarifa imetoka wapi? Nani kaipeleka? Kumbe humo hakuna umoja. Mnataka kununua kiwanja jirani, huyo mmoja wenu anatoka nampigia simu jirani. Bwana, ulikuwa unataka kuuza shilingi ngapi? Si tulishaongea kwamba shilingi ngapi ulisema? Milioni 17. Kwa hiyo tunaendelea kukumbusha Mkristo mwenzangu, ili kuweza kutambua uongozi bora lazima malengo yaweze kufikiwa. Na tukishaweka kila mwaka, maana yake tutakuwa tunafanya tathmini. Kama jimbo letu kula Dar es Salaam, wewe unayetuangalia, sisi tuna mpango mkakati kila baada ya miaka 3, mambo manne. Kwanza, uimarishaji wa imani ya waamini wetu. Sasa namna gani tutaimarisha imani ya waamini wetu? Malengo ambayo tumekuwa tumejiwekea kupitia semina mbalimbali, kupitia mafungo, kupitia washa,
kupitia vipindi kama hivi, basi tunaendelea kuimarisha watu wetu pia. Lakini kipengele cha pili, uimarishaji wa viongozi kuanzia ngazi ya jumuiya mpaka ngazi ile ya jimbo. Tunaimarisha viongozi kwa kuwapa semina elekezi, ambapo jimbo kuu la Dar es Salaam tuna timu yetu ya ufundishaji ambayo kwa namna pekee inaendelea kuwanoa pia hao viongozi pia. Lakini kipengele cha tatu ni cha maendeleo. Hapo tunaongea mpango mkakati ambao una mpango kazi, ambapo kuna kipindi maalum na kikosi kazi. Kwa hiyo tunaongea juu ya maendeleo. Parokia zetu zinahitaji maendeleo. Maendeleo utayapata wapi? Lazima uwe na ardhi. Na ndicho hicho tunawalika waumini wetu katika parokia mbalimbali kununua ardhi, kwa sababu ardhi ni thamani, ina thamani kubwa, na maendeleo utayafanya kama ardhi unayo pia. Kwa hiyo mnapojiandaa kutangaza parokia siku moja, nunueni maeneo. Muwe na maeneo makubwa, angalau parokiani kuwe na nyumba padri, kuwe na nyumba ya masista, kuwe na chekechea, kuwe na dispensary, kuwe na chuo cha ufundi, unaona, kuwe na ukumbi, kuwe hata na hosteli, unaona. Haya ndio mambo ambayo tunaendelea kuwakumbusha, na uwanja wa mpira kama unaweza kuwepo, kama nafasi inatosha, basi kwa ajili ya kufanya mazoezi tu pia. Kwa hiyo ndicho hicho ambacho tunaeleza. Sasa kipengele kingine cha nne ni tathmini. Tathmini. Kwa hiyo kwa miaka yetu mitatu tunaangalia mambo manne, na tumewekea utaratibu kwa miezi 12, kila baada ya miezi 12, na tumegawa katika miezi 12 miezi mitatu kufanya tathmini. Kisha mwezi wa 3, mwezi wa 6, mwezi wa 9, mwezi wa 12 tulikuwa wapi, tupo wapi na tunaenda wapi pia. Kwa hiyo ndivyo hivyo ambavyo tunasema ukamilishaji wa malengo. Kipengele cha 4 ni mshikamano wa waamini katika ngazi husika ya viongozi. Kwa kweli unatakiwa uwe na lugha yenye kibali. Na lugha yenye kibali unaipata wewe mwenyewe unapokuwa umejisuka ndani vizuri na mambo ya kimungu kama Mkristo. Kwamba unapoongea neno moja basi liweze kuwashawishi na hao waamini washawishike kufanya hayo. Lakini ili waamini waweze kushawishika, uwazi na uwajibikaji ni muhimu sana. Kama ni michango ya fedha, imetumikaje? Uwajibikaji namna gani unafanya shughuli zako kwa utaratibu? Kwa hiyo yote tutaweza kuona maendeleo. Na 5 tukamalizia mgawanyo wa shughuli za walei na uongozi hierarkia. Tunafahamu kanisa ni katika nyanja mbili, kuna walei na wapakwa mafuta. Sasa wapakwa mafuta unakuwa na utaratibu kama watendaji wakuu, halafu walei nasi pia tuna utaratibu kama kondoo, lakini pia kama watu ambao tunashirikiana pia na hierarkia kufanya kazi ile ya Mungu. Kwa hiyo tulikuwa tumeongea mambo haya pia. Haya, asante sana mpenzi mtazamaji, mambo ambayo ameyaorodhesha hapa Baba Padri kwamba yalikuwa ni hayo ambayo umeweza kuyasikiliza. Lakini pia sasa tusogee tuone sasa kwenye ile mada ya leo ya uchaguzi wa viongozi ndani ya kanisa. Yepi ambayo tutayaangalia katika ngazi hii ya pili au katika hii awamu ya pili ya uchaguzi? Kuna vitu gani na ni uchaguzi hizo zinaenda kwa namna gani kwa sasa hivi? Karibu. Kwanza tunamshukuru Mungu, ratiba inaendelea vizuri. Tulisema tangu mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 9 tunaongea juu ya uchaguzi wa viongozi wa vyama vya kitume kuanzia ngazi ya jumuiya. Halafu kutoka ngazi ya jumuiya, kwa maana vyama vya kitume, inakuja kamati tendaji ya jumuiya. Halafu baada ya hapo tunaingia mwezi wa 10 na wa 11. Tunaanza vyama vya kitume katika ngazi ya mtaa au kanda, naona vigango kwa ujumla. Kwa hiyo inakaa hivyo. Halafu mwezi wa 11 katika miezi hii ni kamati tendaji ngazi ya mtaa, kanda, jumuiya kuu, kigango na kadhalika pia. Halafu kutoka hapo mwezi wa 12 tunaenda na vyama vya kitume ngazi ya parokia. Sasa tunapoongea juu ya ngazi ya parokia, maana yake vyama vyote maana yake kuanzia ngazi ya jumuiya tulikuwa na vyama vijana, wawata, uwaka, wazee na wastaafu. Na sehemu nyingine tunasema wazee na wastaafu wanasauliwa. Jamani, wazee wapo. Kila aliyefikisha miaka 50 ni mzee. Sio mzee kwa kutembea hivi kabisa, umri. Na wengine wanaogopa kuzeeka. Ndugu yangu, uzee ni baraka. Pokea tu uzee huo. Usichoke. Ujue tu kwamba
hata kama mwili unachoka, lakini akili bado inafanya kazi. Kwa hiyo tunashukuru chaguzi zinaendelea, ila tumepata changamoto pia sehemu zingine, ni kwamba baadhi ya Wakristo wetu wanafanya kampeni. Unakuta watu wameandaliwa kumfanyia kampeni mtu fulani awe mwenyekiti, kumuondoa mwenyekiti fulani. Na lengo ni nini? Huyu mwingine anayepigiwa kampeni tayari ana biashara zake, ana duka lake la hardware, anajua kwa sababu tunaendelea na ujenzi, akiwa mwenyekiti basi atapata nafasi nzuri ya kuuza matilio yake. Hatukatai, lakini asifanyiwe kampeni. Kanisa Katoliki alifanya kampeni. Tukumbuke tu kwamba sisi ambao ni Wakristo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu unachaguliwa. Kwa hiyo kama unachaguliwa basi pokea, lakini usifanye kampeni. Na huku tunasema hamna siasa, hamna bla bla. Huku ni kufanya kazi, tunasonga mbele kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa wale ambao wanaofanya kampeni tunawakumbusha kwamba haipaswi kufanyika namna hiyo. Na kama unafanya hivyo unamkaba Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu akabwe. Na unajua kuyazuia maji kweli wakati anataka kupita. Ukiyazuia utajikuta wewe mwenyewe umeenda mtoni pia. Maana Roho Mtakatifu ana nguvu. Kwa sababu kiongozi mkifanyia kampeni, akiingia kwenye uongozi hata wahudumia ninyi, atafanya yale anayotaka yeye. Kwa ndicho hicho. Lakini pia sehemu zingine kuna viongozi wamechaguliwa, wana kizuizi, hawajabariki ndoa. Na wengine tumewapitisha. Sasa niambie, kwa mfano kiongozi anakufa. Anakufa kwa ugonjwa kawaida au anakufa kwa ajali, kwa yote tu vile, mtamleta kanisani? Si ndio itakuwa sasa ni aibisho, itakuwa ni gumzo pia. Hasa mwenyekiti wa jumuiya baba paroko amekataa kumleta kanisani. Hajafunga ndoa au katibu wa jumuiya. Tumeona ndugu mmoja ni katibu mzuri, anaweza kuandika vizuri, mtaalamu wa IT. Haya nasema tumchague yule, lakini hajabariki ndoa. Naona na hamjamuuliza kama ana mpango huo. Kwa hiyo nakuta kwamba hapo tunapata changamoto kwamba wakati mwingine tunalazimisha mazingira yawe ndivyo sivyo. Likitokea kutokea tutaanza kuangalia na kushangaana. Kumbe hatukuwa kimkakati. Kama mtu ameandikisha ndoa hamna shida. Hamna shida. Kwa hiyo tunawakumbusha hiyo pia. Lakini wapo pia Wakristo ambao tumepata taarifa bado wanachanganya habari ya ushirikina. Ushirikina. Yaani ile kiongozi awe mhazini basi anafanya ile ya kupuliza. Sasa hiyo haiendi kanisani. Kama unafanya hivyo ni machukizo kwa Mungu. Kama ni Mkristo umewaza namna hiyo ni machukizo kwa Mungu, hautabarikiwa. Kwamba umeingia kwenye uongozi kwa sababu ya mambo hayo, hautabarikiwa. Kwa sisi tunahubiri kwamba wewe Mkristo tulia, kama unachaguliwa jambo jema. Lakini pia tunawakumbusha viongozi wetu tunapoongea juu ya uchaguzi, ujitahidi tusimchague mtu ambaye hana uwezo. Sio hana uwezo wa fedha. Unamchagua mtu kwa kweli unaona kwa nafasi hii kama mhazini hesabu zenyewe haziwezi. Anaweza hesabu zake tu za kawaida. Yeye mapato na matumizi kuiandika kitabu hawezi. Sasa ndio mmempa uongozi huo pia. Lakini kuna mwingine ni msafiriji sana. Leo Dodoma, kesho Arusha, wapi mnamchagua. Na mmemchagua hayupo. Anapata taarifa, jamani nimechaguliwa kwa makamu mwenyekiti wapi na wapi. Mbona mimi sina taarifa hiyo? Na niliacha kutoa taarifa nikijua kwamba sitakuwepo kwenye uchaguzi, kwa sababu kama mtu ametoa taarifa maana tunaweza tukamchagua. Kama hajatoa taarifa huyo hayupo na hawezi kuchaguliwa. Kwa wakati mwingine tunaweza tukamchagua. Sasa hiyo haiendi. Na sehemu nyingine nasema mbona watu ni wachache, tuwachague wale tu? Hapana. Kwa hiyo tunaalikwa ndugu zangu, tunapoongea habari ya uchaguzi ni kitu makini sana. Na hata wale tunawachagua tuwachunguze na tupekue uhalali wao kiroho wakoje. Lakini pia wana uwezo wa kutuongoza. Wanaweza kutuongoza kwa sababu katika miaka hii mitatu tunakwenda kufanya kazi, Mkristo mwenzangu. Kwa hiyo niendelee kukualika, hatufanyi mchezo. Na huku usifikiri kwamba unakuja bado kuna sehemu zingine unafikiri kwamba ukiwa kiongozi katika ngazi ya parokia kuna hela mnalipwa. Hakuna kulipwa hela ndugu yangu. Huku ni utume, sio ajira. Na wengine wanafikiri kama ni ajira. Tangu asubuhi mpaka mchana yuko pale, anasema inabidi na mimi nijilipe wala 50,000 au 100,000. Haipo hiyo, unaitoa wapi? Hela ni ya kanisa pia. Kwa hiyo tunaalikwa kuweza kuendelea
kushughulika vizuri na mambo ya kanisa. Lakini pia tunapoongea juu ya uchaguzi, ndugu zangu, lengo la hasa la uchaguzi ni kupata viongozi bora na si bora viongozi. Na uongozi katika kanisa ni utumishi. Utumishi sio ubosi. Wapo baadhi ya viongozi angependa tu naye awe kiongozi kwenye kanisa. Huko serikalini huko ana uongozi, lakini angependa na huko awe kiongozi, lakini hana muda mzuri huko wa kufanya kazi. Kwa hiyo tunawakumbusha kuhakikisha kwamba sisi kama ni viongozi tunachaguliwa, tumshukuru Mungu. Na wale mnaochagua basi hakikisha mnachagua viongozi bora. Wapo viongozi ambao wanataka vio vingi. Yeye ni mwenyekiti wa jumuiya, lakini zaidi ya kuwa mwenyekiti wa jumuiya, mwenyekiti wa kanda, zaidi ya kuwa mwenyekiti wa kanda ni mwenyekiti wa chama fulani cha kitume, zaidi ya kuwa mwenyekiti wa chama fulani cha kitume, yeye anaongoza kamati labda ya malezi na familia mahali fulani. Halafu mwenyekiti wa mashauri ya chama cha kitume ngazi ya parokia. Sasa wewe vio 5 mpaka 6 utaviwezaje? Japo unaweza kujiambia unaweza, lakini ukitawanya nguvu yako katika nafasi mbalimbali, hutafanya kwa ukamilifu, hutafanya kwa ubora, utalipwa tu. Kwa hiyo tunawakumbusha viongozi, walau zimezidi nafasi 3, zingine waachie wengine. Waachie wengine. Sasa usitaki vyo vingi wakati maana unakuta Dominika baada ya misa ya pili tunataka tukutane kikao. Nafasi ya kwanza unatakiwa uwepo. Na wazapi unatakiwa nafasi ya 3 utajigawaje na muda ndio huo. Naam. Haya, labda tu Haya, mtazamaji, kumbuka tunatazama kipindi cha Walei Tuzungumze, na pengine nimuulize tu swali baba hapa katika yale maeneo ambayo mmekutana na changamoto kama hizi ambazo umezisema. Na katika katiba uongozi inazungumzaje ili kuweza kuweka mambo sawa, kama mwingine amechaguliwa hayupo na yuko na shughuli nyingi, lakini mwingine ndio tumebaini kwamba labda hana vile vigezo vya kumfanya yeye kuwa kiongozi katika nafasi hiyo. Katiba yetu hii ya mashauri ya walei 2019 inaeleza kabisa tunapoongea juu ya uchaguzi, wanaokwenda kuchagua ni wale tu ambao wamo ndani ya ukumbi wa mkutano, na wale ambao wanaweza kuchaguliwa ambao hawapo ni wale waliotoa taarifa kwa maandishi kwamba jamaa jina langu liwepo, mimi sipo, basi inakuwa namna hiyo pia. Kwa hiyo ilitokea kwamba mmemchagua mtu ambaye hakuandika jina na mkamchagua, ngoja tumkomeshe. Siwe anapenda sana kusafiri. Anapenda sana kuuliza maswali kuhusu fedha. Huyo mpeni. Unaona? Mnakuja kuja kumpa, yani hana uelewa hata kidogo. Kwa hiyo nakuta jumuiya inatembea na mkongojo au inatembea na mguu kilema kwa miaka yote 3. Hashiriki vikao, hana uwezo mzuri, basi tumeamua kumchagua. Na mnaanza kulalamika, baba paroko, kwa jumuiya yetu hii, yani fulani hafanyi kabisa kazi. Yes, kila kucha ni safari. Na mbele kwa kwaje mlimchagua? Basi ilitokea tu nilimchagua siku hiyo, basi mimi hata sielewi. Lakini ndio nimeshamchagua. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine kwa hiyo. Kwa hiyo si jimbo letu kula Dar es Salaam tunatoa maelekezo kupitia kamati yetu ndani na mimi mkurugenzi pia kwamba tuhakikishe kwamba tunajiridhisha au tumejiridhisha na mwenendo wako. Kwa maana hiyo katika hiyo mnaweza kubatilisha uchaguzi au kuna tumika hekima ya namna gani hapo? Akishachaguliwa amechaguliwa, huwezi kubatilisha. Kwa sababu kuna utaratibu wake kumtoa mtu. Haumtoi tu mtu kwa maneno hivi haraka, hapana. Yaani akishaapishwa ni ngumu kumtoa kisheria. Na ndio maana tunawakumbusha kwamba paka tunakwenda kuapisha huo umejiridhisha kwamba viongozi wameiva. Viongozi wako vizuri. So nawapisha watu ambao hawaji kwenye jumuiya, hawafanyi kazi vizuri, unakuwa tu basi kama bora liende. Kwa hiyo tunawakumbusha watu wetu kwamba basi tujitahidi. Na utaona kwamba kama jumuiya haikusukwa vizuri kwenye uongozi, itakuwa na mahangaiko miaka yote 3. Na mtakuwa mnalia watu hawaji kusali jumuiya, michango haiwezi kukusanya vizuri, lakini pia watu hawasali vizuri, na hayo mahudhurio yenyewe hajakaa vizuri, na utaratibu haupo vizuri kwa sababu viongozi wetu hawako imara. Na viongozi wetu hawana mshikamano. Kwa hiyo tunaendelea kualika ndugu zangu kwa mambo hayo basi tuweze kwenda vizuri. Lakini pia tuambie jimbo kuu la Dar es Salaam kama kuna changamoto yoyote, namba yangu ya simu ipo au namba ya kamati tendaji. Namba yangu ya simu 0787
188 Tarudia tena 0787188501 kwa jimbo kuu la Dar es Salaam. Kama kuna mahali fulani umekwama kabisa kwamba umeongea, manake kikubwa ongea na baba paroko. Kama mnaona mambo hayaendi, mnaweza kuongea na dekano. Lakini ukishindwa kabisa, nipo mimi hapa ngazi ya jimbo. Na ofisi na kwenda Jumanne na Ijumaa. Kwa hiyo unaweza ukanitafuta, bwana parokia ni kwetu kwenye kigango chetu au ni kuna shida. Mimi nitajua nini cha kufanya pia. Kwa sababu tunahudumia jimbo lote pia. Kwa hiyo tunaendelea kualika kwamba tuhakikishe kwamba katiba yetu ndio inayotuongoza. Bila katiba tutaongoza hovyo hovyo. Na niombe kwamba tuongozwe na katiba hii. Tukiongozwa na katiba hii, kila kitu kinaenda vizuri tu pia. Haya mtazamaji, tuweze kuangalia sasa yale mambo mengine ambayo yamesalia. Kipindi kilichopita yalitajwa kama 5 hivi. Leo tuende kwenye zile la 6. Sawa. Jambo la 6 la viashiria vya uongozi bora ni mabadiliko ya maisha ya watu. Tunafahamu kabisa, kwa mfano parokia inaanza, watu ni kama hawajui vizuri. Uongozi unakaaje, vyama vya kitume vikoje, ushiriki wa vikao ukoje, kiparokia sasa. Maana ilikuwa kigango parokia teule. Kwa hiyo walikuwepo tu wanategemea mahali fulani. Kwa hiyo nakuta watu hata ule mwitikio bado unakuwa hivyo hivyo pole. Kwa hiyo kinachotakiwa uwe na fursa ya kuwafundisha. Uwe na fursa ya kuwaelekeza. Na ukishafanya hivyo vizuri, basi yote yanaweza kwenda vizuri pia. Kwa hiyo tunawakumbusha ndugu zangu, maendeleo ya watu, na unaweza kukuta sehemu nyingine kwa kweli maendeleo ya watu, naona wafanyabiashara ni wengi maeneo haya. Na kama wafanyabiashara ni wengi, watu ambao wameajiriwa ni wachache. Kwa hiyo unaweza kujua kwamba maendeleo hawa niende nao vipi. Au sehemu nyingine, labda sehemu hii ni kambi ya wanajeshi tu. Zaidi ni wanajeshi tu, au ni mapolisi tu, unaona. Au ni wafanyakazi tu wa serikali mahali fulani tu. Kwa hiyo utakuta katika namna hiyo maendeleo hayo yanaweza kuwa sababu ya uongozi bora, kwa maana ya wewe kuwa na namna ya kuwatumia hao ambao wanasema wako katika eneo hilo, wako katika eneo ambao tunasema wana utaalamu wao. Kwa hivyo unakuta sehemu ni wanajeshi ni wengi. Naona sasa kama wanajeshi ni wengi, wale ambao mko Dar es Salaam kwa mfano Kawe, labda sijui sehemu gani ambapo Kurasini. Sasa ujue namna ya kuwatumia wanajeshi vizuri, kwa maana ya unaweza kumkuta mwenyekiti anakuwa mwanajeshi ambaye ana rank fulani, makamu mwenyekiti mwanajeshi akina rank fulani hivyo. Kwa hiyo ukiweza kuwatumia vizuri, hiyo inakwenda pia vizuri. Lakini sehemu nyingine unaweza kukuta ni wakulima wa kawaida kabisa, wala sio wakulima wa kisasa, wa jembe la mkono kabisa. Nitatoa mfano. Kwa mfano tunapokea za pembezoni kabisa, wale ambao umefika Dar es Salaam, kunapokea eneo labda Masaki, parokia inaitwa wapi huko Utete, unaona, Kisiju Pwani. Unaona watu ni wa kawaida wa kulima. Sasa ujue namna ya kuwatumia wakulima. Kwa mfano tunaongea juu ya uongozi bora, juu ya matoleo. Ukimwambia akupe shilingi 10,000 hii hapa mkononi, ni ngumu sana. Lakini ukimwambia akupe mbuzi, anakutolea tu kwenye banda hii hapa. Ukimwambia ni anakuletea kuku 2 na kuku mmoja shilingi 30,000. Unaona? Kwa hiyo unaona akikuletea kuku 2 na 60,000, lakini ukimwambia akupe hela kama hela, hawezi kukupa. Sasa unasema uongozi unavyokuwa umejipanga kuwatumia vizuri hao watu na kuweza kuenda nao vizuri na maendeleo yakaja. Kwa hiyo mtu mkulima ukimwambia fedha shingapi hakuelewi. Unamuonea. Lakini ukimwambia naomba gunia la mchele, nani la mpunga, anakuletea. Na kuliuza gunia moja inaweza kufika hata zaidi ya 50,000 pengine. Haya, utakuwa tayari umeweza kuweka maendeleo fulani katika parokia na mambo yakaenda vizuri, na yote ni katika sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Basi mtazamaji, tuende mapumziko. Tutakaporejea tutaweza kusikia hivyo vipengele vingine ambavyo vimebakia, hasa tunapozungumza uongozi ndani ya Kanisa Katoliki.
Na mpenzi mtazamaji wa Television Tumaini, baada ya kupata mapumziko mafupi namna hiyo, sasa tunasonga mbele. Tupige hatua, nadhani tuende kile kipengele cha 7. Alafu baada ya hapo tutaingia katika maswali. Kama una maswali basi tuandikie kwa nambari hizo ambazo zinapita hapo katika runinga yako, na baba yuko tayari ataweza kujibu ni wapi ambapo unaona ni gumu au ni wapi pa kusaidiwa. Baba, tuende kwenye kile kipengele cha 7. Asante. Kipengele cha 7 kinaongea juu ya mafanikio katika utekelezaji wa utume wa walei kutangaza injili kwa kila kiumbe. Katika namna mbili. Namna ya kwanza kulitegemeza kanisa, na pia namna ya pili uendeshaji utume wa kazi za kitume pamoja na shughuli za kiroho. Kwa hiyo kanisa tunaliongea katika namna hiyo kwamba kama tumeweza kutangaza habari njema kwa kila kiumbe, maana yake kufanya kazi ya uinjilishaji vizuri, kwamba tumeweza kutegemeza kanisa na shughuli nyingine za kiroho, basi hiyo ni kiashiria kimojawapo cha maendeleo. Lakini unaweza kukuta wakati mwingine kweli Wakristo wetu tupo tunaenda, lakini tunalalamika mno walalamishi. Michango imezidi. Mbona kwa waganga wa kienyeji hatusemagi jamani kwamba michango imezidi? Mbona kwenye entertainment hatusemagi? Hivi kuna mtu alishasema kwa kweli bia imepanda bei jamani? Au mahali fulani kwamba nani kitimoto kimepanda bei jamani? Unaambiwa bei yote unakwenda tu na ni maisha yanaendelea. Kwa hiyo tunakumbusha ndugu zangu kwamba hakuna mtu yoyote ambaye amedoda kwa kumtolea Mungu. Hakuna mtu yoyote ambaye amekuwa maskini kwa kumtolea Mungu. Wewe mtolee Mungu na mengine utabarikiwa pia. Na wapo baadhi yetu ambao wakitoa mchango wao wanataka watangazwe kanisani. Ni sawa kuweka kwenye records, lakini unapoomba mara kwa mara ujionyeshe na kwenye magazeti na kwenye nini, bado ubarikiwi sana. Kwa hiyo tunakumbusha watu kutoa ni moyo, si utajiri. Na unapotoa unabarikiwa. Toa hata kwa silini. Nasema unatoa huku unapeleka huku, hata mkono huku usijue kama huku umepeleka kitu fulani. Kwa hiyo tunapotoa vizuri, rekodi ndio lazima ziwekwe. Lakini sio kazi yako au kutafuta sababu ya kuonekana kwenye runinga, kuonekana kwenye picha, wala uchenge kitu fulani. Sasa kuna watu wanataka sifa namna hiyo pia. Kwa hiyo sisi tunawakumbusha kwamba tuendelee kuitangaza habari njema kwa maneno pamoja na matendo yetu. Kwa hiyo viashiria vya uongozi bora, kama uinjilishaji umefanyika, tumejenga nyumba padri, tumejenga kanisa, tumejenga nini, sasa tunapaswa kujenga mioyo yetu. Tujenge mioyo yetu ili iendelee kuwa vizuri, ili iweze kuendelea vizuri na mambo yataweza kwenda vizuri. Nitawapa mfano mmoja ambao unachekesha sana. Kwenye maendeleo yetu vizuri, unakuta bado watu akili hazijalelewa vizuri. Bado watu dhamira hazijalelewa vizuri. Unakuta kwenye sherehe bado watu tunapanga mstari mrefu, tunajaza chakula kingi na hatukimalizi. Sasa unakuta katika namna huo bado ni ubinafsi. Lakini tukiangalia sehemu nyingine kuna maendeleo. Kwa hiyo tunakumbusha watu sisi tunaendelea kufanya kazi ya uinjilishaji, tukikufundisha katika mambo makuu manne. Mambo makuu manne: malezi ya kiutu, malezi ya kiakili, malezi ya kiroho na ya kichungaji. Ukiweza kulelewa vizuri, basi uweze kupigania chakula. Ukiweza kulelewa vizuri, hutakuwa mlalamishi sana. Ukiweza kulelewa vizuri, hutakuwa na maneno mengi sana. Wewe ni kazi na wewe na kazi na Yesu pia. Kwa hiyo ni namna hiyo pia. Kwa hiyo tunakumbusha watu tufanye kazi ya uinjilishaji na mengine tumwachie Mungu, yeye mwenyewe ataendelea kutubariki. Haya, ni kipengele gani ambacho hujakielewa na ungehitaji ufafanuzi, au ni kipi ambacho kinakuchanganya, kinakutatiza uweze kupata ufafanuzi? Tumia nambari ambazo zinapita hapo katika runinga ili uweze kuandika ujumbe wa swali au maoni jinsi unavyoona. Na baba, hapa umezungumzia swala zima la kiongozi mmoja. Mwingine anakuwa na madaraka mengi sana. Ndiyo. Sasa hapa katika hili mimi ningeweza kuuliza tu. Ndiyo. Kwa maana kuna mwingine anachukulia kwamba uongozi wa kanisani unateuliwa na hivi huwezi kukataa kazi ya Mungu. Sasa hapa wewe unazungumzaje? Asante. Kwa kweli kazi ya Mungu kweli huwezi kuikataa, lakini kuna kwa Kiingereza tunasema limit. Hata paroko mwenyewe anakuwa anajua. Jamani, jumuiya ndogo mmemchagua. Haya, chama cha kitume mmemchagua.
Maana yake unakuta hapo hapo amechaguliwa kuwa katibu wa WAWATA ngazi ya jumuiya, hapo hapo amechaguliwa kuwa katibu msaidizi, hapo hapo ngazi ya kanda amechaguliwa kuwa katibu mwenyewe. Naona haya, hapo hapo ngazi ya kanda ngazi ile ya juu kabisa ya kigango labda amechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti. Haya, tunaenda vyama vya kitume ngazi ya parokia pia amechaguliwa mwenyekiti wa chama fulani cha kitume. Haya, kutoka hapo huko kwenye ngazi ya parokia kamati tendaji amechaguliwa kuwa mhazini. Sasa vyeo vyote hivyo utaviweza, bado familia yako. Ni swala la muda kwamba hatukatai vyeo, lakini hata maparoko wenyewe wanafahamu katika kipengele cha uchungaji kwamba mtu asipewe vyeo vingi, kwa sababu ukishakuwa na vyeo vingi nguvu yako utaigawagawa vipande vipande. Sasa ukishagawagawa vipande vipande hautafanya kwa ukamilifu, ingawa utalipua, sababu huku unahitajika na mtu wewe ni mmoja tu. Kwa hiyo tunasema kwamba zaidi kabisa vyeo vitatu. Ukiweza kumaliza vyeo vitatu basi kazi itaweza kwenda vizuri. Na utakuta mtu mwingine anamjazia tu majukumu mengi wakati wengine wapo. Kwa hiyo tunawakumbusha hatukatai uongozi, ila unawaambia jamani, mimi tayari na 1 2 3 4 5. Na kanisa pia limeendelea kutushauri kwamba kwa nguvu yangu nilio nayo wala vyama vitatu au vyeo vitatu vinanitosha pia. Wengine wapeni wengine nao tuweze kushirikishana karama pia hizo. Naona. Haya. Tumeona madhara ni moja tu kwamba hutaweza kujigawanya. Labda kuna kitu kingine kujigawanya itakuwa matokeo madogo ya mafanikio. Kwa sababu huku haupo au upo umechoka huku na jamani na wae kikao hivyo akili yako inakuwa ina utulivu, lakini ukiwa na vitatu vizuri inatosha. Haya, asante sana. Tuna ndugu yetu anasema tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Waseme pia wanatoka parokia gani na kabisa. Wewe unasema naitwa Lazaro Agusti, nipo Morogoro. Morogoro Dar es Salaam. Morogoro au Morogoro? Morogoro ni parokia ambayo iko Dar es Salaam. Hii ni Morogoro Mkundi. Haya, anasema hivi Mkristo Mkatoliki anaruhusiwa kunywa pombe? Pombe haikatazwi. Kila kinachomuingia sio shida, ila kinachomtoka, na kinachokutoka kinatoka rohoni. Tujue kwamba kinachokuingia kinaishia wapi? Chooni. Kwa hiyo pombe inywe kwa kiasi. Inywe kwa kiasi. Ikishanywa kwa kiasi basi haina shida pia. Haya, huyu anasema tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Anastasia, niko Mwanza. Nimeshukuru sana katika yote ambayo mmeyazungumza, lakini mimi ningependa kufahamu vipi kwa yule ambaye umesema anaenda kwa kupulizia, huyo mnaendelea kumchukua tu? Kwa kweli ikithibitishwa hapana, tuweze kumchukua kwa sababu anachanganya vitu viwili, Mungu na hivyo vingine haviwezi kwenda. Hata kama hawezi kujisemea tutamuita, tutamshauri kwamba ndugu, tunafikiri hapana, hebu subiri, tulia kwanza mpaka weke mambo yako sawa. Mambo gani yangu sawa? Unaanza sio hapo tunatuko kwa nani? Basi kuna 1 2 3. Unasemaje juu ya hilo? Naona. Basi kwa hiyo iko namna hiyo pia. Kwa sababu kuna wakati inabidi umsemee mtu kumsaidia pia. Kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu pia. Haya. Huyu anasema Kristo tumaini letu. Anasema mimi naomba kuuliza vipi kwa yule ambaye yeye anatumia ushirikina lakini anatoa zaka kupitia kazi yake hiyo ya uganga? Haiendi kabisa. Tukithibitisha kwamba zaka ulioitoa labda ni kupitia umeuza gongo, kupitia umepigisha ramli watu umepata hela, hiyo zaka haipokelewi. Kama sifahamu baba paroko itapokelewa, lakini kama najua kabisa hii imetoka wapi siwezi kuipokea. Kwa mazingira hayo ni dhalimu, inaitwa sadaka dhalimu. Sadaka dhalimu haipati kibali kwa Mungu pia. Haipati kibali kwa Mungu. Ila tu tunasema kama umemtibu mtu kwa mitishamba ya kawaida bila kupiga ramli, mimi nikakwambia kwamba nenda kwenye mkwaju ukachukua yale magamba yake, kata hivi, haya nenda katwange, pika, chemsha, atakusaidia tumbo au macho. Hiyo sio dawa za yani sio mambo ya ushirikina, ni dawa ya kienyeji ya kawaida tu pia. Nilikwambia nenda kachukue 40, jifukize,
Unaona, hiyo sio ushirikina, ni dawa tu ya kienyeji ya kawaida tu pia. Ndio namna hiyo pia. Haya, ndugu yetu anasema tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Napenda kusali rozari lakini sifahamu. Rozari ni hii hapa. Unaanza kubusu hapa, unabusu hivi, alafu unasema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sio hivi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Unachora msalaba kabisa hapa. Unachora msalaba na sadiki hapa. Halafu Baba yetu inafuata. Halafu tunaomba tujalie fadhila ya imani, matumaini na mapendo. Salamu Maria 3. Halafu atukuzwe. Ukishamaliza atukuzwe, tunaanza fungu la kwanza. Kama ni furaha, uchungu, utukufu. Haya, ukimaliza unaenda mpaka unakuja unamaliza mwisho. Ndio namna ya kusali rozari. Kama uko karibu na waumini, wanaweza kukufundisha kusali rozari. Ukishindwa, nenda kwa katekista au nenda kwa paroko msaidizi au kwa paroko. Haya, utaweza kupata ufafanuzi huyo. Ndugu yetu mwingine hapa anauliza, Sister Maria, baba napendekeza elimu itolewe zaidi, watu hawajui nafasi zao za Ukristo, wanagoma kuchaguliwa. Hilo nalo ni changamoto, kwamba katiba yetu inatueleza nafasi ya mlei, kwamba nafasi ya mlei, kwa nafasi yako unashiriki kazi ya ukombozi kwa kushirikishwa kazi ya Mungu kupitia uongozi ndani ya kanisa. Fikiri tu kwamba kama wote hatutake uongozi, jumuiya itaongozwa na nani? Ndio hilo tunaliomba, kwamba na wewe usiwe na ubinafsi kwamba mimi na mambo mengi, kwa parokiani kuna ujenzi sijui wa nyumba ya mapadri, sijui nyumba ya masista, kwa mimi sitaki kuhangaika. Unataka nani sasa hangaike? Wakati na wewe ni nafasi hiyo. Halafu na wewe ni sehemu hiyo. Kuna siku utataka ubatize mtoto, utahitaji fomu ya jumuiya. Sasa huyo anayekupa unafikiri naye sio mtu? Kwa hiyo tunapaswa kuwa na uzalendo katika kanisa, tusiwe na ubinafsi. Watu wanakuwa na ubinafsi kwamba wanasema mimi na mambo mengi, kwani wengine hawana mambo mengi. Kwa hiyo tunawalika, ndugu zangu, katiba inatualika sisi ambao ni Wakristo wa Katoliki kujitosa kufanya kazi ya Mungu. Na ukifanya kazi ya Mungu, Mungu hakuachi, hata kuinua tu. Haya, huyu anauliza swali lakini liko nje kidogo ya kile ambacho tunakizungumza. Kama litapata nafasi ya kujibiwa. Haya, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Naitwa Deogratias kutoka parokia Mtakatifu Luka Bariadi, Shinyanga. Safi Bariadi huko. Anasema, je, padri akitenda dhambi ya uzinifu anaweza kumshusha Yesu katika Ekaristi? Na kama anaweza, je, inakuwaje wakati huo tunaona Mungu hakai ndani yake? Sasa hilo sio sehemu yake. Mimi naongea juu ya walei. Ili aende kwenye kipindi cha maswali na majibu pengine. Unasema tu juu ya walei kwa sababu ndio nafasi yangu mimi na wao pia. Kuna mwingine anasema kuna wengine wanamaliza awamu 3 lakini akikataa kuchaguliwa analazimishwa. Je, ni sahihi? Katika awamu 3 katiba yetu inatueleza, Kristo mwenzangu, unaweza ukakaa katika nafasi hiyo kwa vipindi vitatu, kwa nafasi hiyo moja au nafasi tofauti. Kwa hiyo kwa vipindi vitatu, maana yake hatupasi kumlazimisha yeye, anapaswa kuendelea hivyo hivyo. Kwamba kwa sasa unabidi upumzike, na unapumzika miaka 3. Kama utaanza tena kuchagua kuanzia huko chini, sawa. Kwa hiyo haina shida. Huyu mwalimu Beatrick kutoka parokia Bikira Maria Mama Huruma Mji Mpya Lelini anasema amekuelewa sana, asante. Kwamba unatakiwa ukae tu kwenye uongozi ngazi zako 3 au nafasi zile 3 basi inatosha. Wakikwambia ya 4 unakataa. Au sikatae, unatoa maelekezo, jamani katiba inasema hivi na maelekezo ya mkurugenzi anasema hivi, basi mambo yanaenda vizuri, kwa sababu tunashirikishana uongozi katika kanisa pia. Jamani, muda wetu unatutupa mkono, basi nadhani kwa leo tuishie hapa. Wengine waweze kuandika maswali hata wiki ijayo, basi tutaweza kuwajibu tu. Kikubwa tu ni kwamba tunaalikwa kuchukulia jambo hili katika uzito wake. Sisi ambao ni Wakristo, kanisa lina mihimili 3: mamlaka funzi,
maandiko matakatifu na mapokeo matakatifu. Mamlaka funzi ndio inayotuongoza inayotuongoza kuhakikisha kwamba tunaenda mbele vizuri, na neno la Mungu ndilo ambalo linatubeba linatubeba, kwa sababu ni Kristo mwenyewe anaongoza, au ni Mungu mwenyewe anaongoza pamoja nasi. Kwa Mungu mwenyewe anaongoza kupitia tungeweza kusema chombo ambacho ni kuhani, mamlaka funzi. Na mamlaka funzi hiyo inapoongozwa basi tunatembea katika mapokeo na maisha yanaweza kwenda vizuri. Kwa hiyo niendelee kualika kama viongozi kuhakikisha kwamba tunachukua jambo hili kwa uzito, na tukichukua kwa uzito maana yake jumuiya zetu zitaweza kustawi vizuri pia. Kwa basi niendelee kuwashukuru wanajimbo kuu la Dar es Salaam. Haya, shukrani sana pia, na tukamilishe kipindi chetu kwa sala. Niwapongeze jana UWAKA, maana wako kwenye idara yetu ya walei. Walifanya kazi kubwa nzuri sana. Michango mizuri kabisa, milioni mpaka hizo za kutosha tulizisikia jana. Kwa hiyo hongereni sana baba zetu. Mungu awabariki, heshima yenu. Mungu azidi kuwatunza, azidi kuwainua, nguzo imara katika hekalu la Bwana. Tunawashukuru sana. Kwa basi tunapofika mwishoni, basi tuendelee kumshukuru Mungu kwa yote, tuendelee kusali rozari ili tuendelee kubarikiwa na kuinuliwa, na tuendelee kupata nguvu na kufanya kazi ya uinjishaji vizuri. Naam, tupatie baraka tuweze kukamilisha kipindi chetu. Asante. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu. Na mtazamaji, basi hatuna la ziada kutoka kipindi cha Walei Tuzungumze. Mimi ni Selina Joseph Matuja, nilikuwa pamoja na Padri Vitalis James Kasembo, mkurugenzi wa utume wa walei jimbo kuu la Dar es Salaam. Baba, asante sana na karibu tena kwa siku nyingine katika kipindi chetu cha Walei Tuzungumze. Hadi mara nyingine, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.